Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, ninapenda kuendelea na somo langu la pili ambalo hili litakuwa salamu kwa wale wanaojiita vyama vya upinzani. Kama nilivyotangulia kusema kwamba vyama vya upinzani kwenye katiba ya nchi havipo, na kwa sababu havipo basi vinakuwa na ukakasi mkubwa, maana sisi tuna vyama vingi vya siasa ambavyo ni vya kizalendo, vya kindugu, vya kidemokrasia, vya kuelewana, wala sio vya ugomvi. Upinzani ni kwamba mimi ninavyoelewa ni kwamba ukubaliani na chochote. Sasa nchi yetu haijasajili vyama vya upinzani kwenye nchi hii kwa mujibu wa katiba. Sasa kwa wale wanaojiita vyama vya upinzani, mimi sielewi wana reference ya kutoka wapi, kwa sababu katiba haisemi vyama vya upinzani, inasema vyama vya siasa. Kwa hiyo wakati fulani mkipata shida ni kwamba mnapata shida kwa sababu kwenye katiba hammo. Sasa kwa msingi huo nimezungumzia hapa kwamba Mama Samia ni mtumishi wa Mungu. Rais wetu ni mtumishi wa Mungu kwa mujibu wa maandiko ya Mungu. Na kwa utaratibu wa Mungu ni kwamba mtu anapoapishwa yule Mungu anakuwa na mawasiliano naye na anampaka mafuta. Kwa hiyo Mama Samia kwa mujibu wa neno la Mungu, Biblia, ni kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu kwa Watanzania wote, kama ilivyo watumishi wachungaji, watumishi wa Mungu kwa washirika wao makanisani mwao. Sasa hii ni kwa mujibu wa neno la Mungu, kitabu cha Warumi 13:1 mpaka 5. Kwa wale ndugu zangu mnaosoma Biblia, Warumi 13:1 mpaka 5 imeandikwa, kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Kwa hiyo mamlaka tulionayo hii tunatakiwa tuitii na tuipe ushirikiano, kwa sababu hata vyama vyetu vya siasa ni vyama vya kijamaa vya kizalendo. Halafu na ile iliyopo, hii mamlaka iliyopo imeamriwa na Mungu. Kwa hiyo kama kitu kimeamriwa na Mungu, na Mungu ndiye anayetupa pumzi wote, sasa tukianza kupingana na mamlaka hii kuu, maana yake tunapingana na Mungu. Sasa ukipingana na Mungu anayetupa hewa, unategemea upate nini? Neno la Mungu linaendelea hivyo, amwasie mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu. Kwa hiyo ukimwasi mwenye mamlaka aliyepakwa mafuta na Mungu, unakuwa unashindana na agizo la Mungu. Kwa hiyo watu ambao mnajiita wapinzani, maana yake ni kwamba kwa kifupi mnashindana na Mungu. Mama Samia yule ni raia tu, ni mwanadamu tu, amepewa madaraka na Mungu awe mchungaji wa Watanzania wote, kama wachungaji wangu mlivyo wachungaji wa makanisa yenu, na Mama Samia ni mchungaji wa Watanzania wote. Anasema hiyo, amwasie mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu kwa hapa duniani na hata kwa Mungu wao, kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, anasema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka, fanya mema nawe utapata sifa kwake, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako. Kwa hiyo Mama Samia ni mtumishi wa Mungu kwa Watanzania wote kwa ajili ya mema, lakini ufanyapo mabaya ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure. Kwa hiyo ukitaka ukaumia, jua kwamba umekwenda kinyume na agizo la Mungu, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu. Huyo ni mtumishi wa Mungu, kwa maana hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu amlipizaye kisasi kwa ajili ya ghadhabu. Yeye ni mwanadamu, kama kitu kimekwenda ndivyo sivyo anaweza kachukia. Ndio maana hata kwenye hotuba inayofuata ambayo alitoa akiongea na wazee wa Dar es Salaam, alionyesha naye vile vile hasira, kwa sababu ni mwanadamu. Kwa hiyo kwa msingi huu, lakini Biblia vile vile inamunga mkono, kwa maana hachukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu amlipizaye kisasi kwa ajili ya ghadhabu. Kwa hiyo ni lazima kutii, si kwa sababu ya ile ghadhabu tu, ila kwa sababu ya dhamiri. Kwa hiyo dhamiri zetu zinatushtaki kwamba hapa mtu huyu ndio mkuu wa nchi, na ndiye Mungu amempa madaraka, na ndiye amempitisha na amempaka mafuta. Kama kuna ugomvi wowote
yeye mkuu wa nchi anagombana na Mungu wake, na nitaeleza kwenye inayofuata anagombanaje na Mungu wake, wanakubalianaje na Mungu wake. Na ninasema kwamba Mama Samia ametubu mbele za Mungu, maana mkuu wa nchi hawezi kupiga magoti. Utamkamata kwamba huyu kiongozi ametubu na ameumia sana moyoni mwake utakaposikiliza hotuba zake. Mtu yeyote anapoapishwa kuwa rais wa nchi kwa mujibu wa katiba ya nchi, Mungu anakwenda kumpaka mafuta na kuwa mtumishi wake ili awatendee mema viumbe wake. Hivyo ni lazima kutii mamlaka iliyo kuu.